Kubwa kupoteza. Tulikuwa nacheza pungufu kipindi karibu cha nzima cha pili, lakini pungufu mchezaji mmoja, lakini naye tukaweza kufunga goli la pili, lakini wakakataa. Kwa watu wengi ambao wameona wamesema ulikuwa ni mpira halali kabisa, lakini fijisu yao ikafanya mpira uonekana kama si goli. Kwa hiyo nasema tu hatukutegemea kuchukua kikombe. Mpango wetu ilikuwa kufika nusu finali, tukavuka nusu finali, lakini binadamu anakuwaga na tamaa, akifika nusu anataka nzima. Kwa hiyo tulipofika finali ni hatua kubwa sana, lakini vile vile tuliingia na tamaa kuchukua. Tungeweza kuchukua, lakini mwisho wa siku ni Mungu ndio anayepanga kwamba tungeweza kuchukua au tusingeweza kuchukua. Kuna story kwamba mwamuzi huyu anachezesha leo mlimkataa, mliandika barua kafu kwamba hamna imani naye. Mlikiona hiki ambacho kimetokea leo? Mimi kwa kweli sijui, maana mimi sio kiongozi kwamba kama viongozi waliandika, lakini imeonekana wazi kwamba refa alikuwa anapendelea sana upande mmoja. Kwa hiyo ndio hivyo, lakini mwaka huu mnavyojua kwamba mwalimu alikuwa anasema anapanga timu na kupanga timu akapata mafanikio kuweza kufika finali. Kwa mwakani tukiongeza wachezaji wawili watatu, inshallah tutafika tena nusu au tutafika finali. Kwa hiyo wapenzi wa Simba wasivunjike moyo, huu ndio mwanzo. Kwa hiyo tutafika mbali tena mwakani. Kwa hiki mlichokiona, mnaiona Simba bora inayokuja na siku za usoni, kwa maana ya kocha David alikuwa namna alivyotengeneza kikosi chenu? Ni wazi kutakuwa na Simba bora zaidi kuliko mwaka huu. Maana na yeye mwenyewe ameshawahi kusema kwamba kafika kwenye 75 80. Sasa kifika 100 obviously itakuwa na timu bora. Na kulikuwa na wachezaji wengine ambayo ni mara ya kwanza kucheza mechi za kimataifa, wakina Kagoma na Hamza. Kwa hiyo wamepata experience, kwa mwakani wataweza kucheza vizuri zaidi. Mzee Uji, la mwisho, kweli mwakani tutamwona Faisal Salum kwenye jezi nyekundu? Inshallah Mungu akijalia. Inshallah Mungu akijalia. Faisal anakuwa mnyama? Ndio. Kila kitu kimeenda sawa? Ndio. Ni mkataba muda gani? Hiyo viongozi ndio wanajua. Sawa, neno lako kwa mashabiki wa Simba kwa hiki kilishatokea. Sasa tunatakiwa mrudi Dar es Salaam, mjiandae na mchezo wa Singida. Sasa tunatakiwa kusahau haya, tuungane tena tukamaliza ligi yetu na kombe la shirikisho. Kwa hiyo hayo yamepita. Naomba tu wapenzi wa Simba wajione fahari, wajione wanaume, tumetolewa kiume na kila mtu kashuhudia. Kwa hiyo waendelee kufurahia timu yao. Shukrani. Asante.